Saidi, mambo vipi? Poa, mambo vipi? Kwema kabisa. Naona mambo yanasonga. Bwana Mungu ni mwema. Jambo lilikuwa mbele yetu ni mchezo huu wa nusu finali kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Najua umefahamu vizuri lakini pia umezifuatilia kwa undani zaidi hivi vilabu viwili. Pengine utakuwa ni mchezo wa namna gani? Nusu finali ya namna gani ambao tunaenda kuishuhudia? Kwanza kwa Stellenbosch ni timu ambayo yenye wastani wa umri wa wachezaji. 19, 23, 22, 25 ni wakubwa, wanafika watu 4 au 5. Kwenye miaka 33 na 34 wako wawili. Walobaki ni 27 na 29. Walobaki wote ni wadogo. Ni timu ambayo ni changa, inajitafuta kwa uwezo wake. Kwa South Africa msimu huu imefanya vizuri na inaendelea kufanya vizuri, inashika nafasi ya 4. Kwa kuwa inaenda kukutana na mpinzani mgumu kama Simba Sports, naamini wata approach game vizuri kwa kuelekea huo mchuano, kwa kutegemea Simba anaenda finali kwa kuwa na confidence ya kutosha. Yes, nusu finali kwa confidence ya kutosha, kwa kuamini kwamba ni sehemu sahihi ya kwenda kupata matokeo, kwa sababu kwa mpinzani ambaye anaenda kumface. Kwa Stellenbosch ana kazi ya kufanya ya ziada ili aweze kwenda kumbiti Simba Sports, lakini kwa Simba hii iliyokuwa imejizatiti na mwalimu wao Fadlu Davis kwa kukisuka kikosi chake vizuri, kwa kuangalia uhitaji wa game na kwa kuiapproach, naona ni anaenda kukutana na mpinzani ni mgumu. Nikisema rahisi, hatua hii ya michuano ya CAF Confederation ukishafikia nusu finali maana yake hakuna mtu dhaifu. Watu wote wanakuwa katika standard, kwa kuamini kwamba ukichanga karata zako vizuri kwa game moja unaweza ukapata matokeo na ushindi ukapatikana. Ila kwa Simba, jinsi ile uchu, tamaa ya mafanikio, jinsi kikosi kilivyosukwa, mwalimu jinsi matamanio yake kwa kuifanya Simba iwe big team na yeye professional yake kuifanya kari yake iwe kubwa, naona ni game tamu, game tough, game itakuwa ya kiufundi zaidi na itaenda kutoa matokeo mazuri. Yes. Kwa katika mchezo huu kocha Fadlu Davis anapaswa kufanya nini hasa? Kile alichokifanya kuanzia tokea mechi ya kwanza, kama atakwenda nacho hadi katika finali au katika nusu finali, basi nafikiri atakuwa anaweza kupata kile anachokistahili, kwa sababu katika makundi yao alipoanza, mimi naamini katika timu pekee ambayo iliruhusu magoli machache na Simba Sports ipo. Yes, katika timu ambayo ilo calculate magoli kiasi chake na Simba ipo. Timu ambayo yenye ukuta uliokuwa mgumu Simba Sports nayo ipo. Timu yenye wachezaji wanao perform na Simba Sports ipo. Kwa hiyo Stellenbosch yeye ana kazi ya ziada kuiona ni nini nifanye ili niweze kuifungua safu ya ulinzi wa Simba Sports na kupata matokeo. Unapojaribu kumshambulia Simba, manake una take risk ya kufungwa magoli zaidi ya 3. Kwa Elia Mpanzu, Kip Dennis, Prosper Ateba, Mukwala, Jinchazi wa Kagoma Ngoma, wanaweza kukufanya uwe ni una wakati mgumu wa kuzuia kuliko kucheza, kwa sababu wanakulazimisha uingie katika mifumo yao na wakupige vya kutosha. Yes. Pengine katika mchezo huu wa nusu finali Simba wanataka kupata nafasi kubwa sana kufanya vizuri. Pengine wanaanzia hapa nyumbani, wanakwenda kumalizia ugenini. Una lipi la kuambia pengine wachezaji wa Simba pamoja na timu kwa ujumla? Mchezo wa nyumbani wanapaswa kufanya nini, lakini pia maeneo gani hasa wanatakiwa kuongeza ubora zaidi? Kwanza, ufanisi ni kikosi kizima. Katika timu in general inatakiwa ifanye kile ambacho mwalimu alichoagiza, na sina shaka na Simba Sports kwa sababu jinsi mwalimu alivyoitune timu yake iweze kuperform. Sasa hivi Simba Sports imepata nembo halisi ya uchezaji wao wa kimpira, jinsi alivyoitengeneza timu yake Faldin, kwa kuangalia ubora wa Simba uko wapi. Simba ukitafuta ubora wake huwezi kupata kokote zaidi ya timu nzima in general. Skills za mchezaji mmoja mmoja, majukumu binafsi, kujitoa kwa 100% ni timu nzima in general. Kwa hiyo wanatakiwa hawa wenyewe kumfanya mwalimu aamini kwamba hichi kikosi kilichokwenda ni bora kuliko kikosi chochote. Mathalan ukiangalia wakina Chinchaza wakina Chasambi, Chamau, wakina Chamaloni, ni wachezaji ambao hawajawahi kushinda vikombe vya kutosha au club bingwa. Ukimwangalia Shomari, Shabalala wana experience, lakini bado hawakupata ile game time ya kwenda kushindana na kutoa ubingwa. Nafasi hii ni kwao inaonekana kama ni nyepesi mno kwa mpinzani wanaenda kukutana naye. So kwa game ya kwanza ni kamia, kuimaliza, kuiua, kuikili, ili mradi hata unapokwenda South Africa iwe rahisi kwenda kupata matokeo. Hata ukipata sare inakuwa mlima umeumaliza. Hapa Tanzania ukienda South Africa inakuwa ni kuhitimisha tu kazi yako ambayo ulikuwa umeianza. Yes.
Kwa takwimu zinambeba Simba anaonekana kufanya vizuri katika mchezo huu wa hatua ya nusu finali. Pengine kwako binafsi Saidi, unaiona Simba itafanya vizuri katika mchezo huu na kuibuka na ushindi? Yeah, cause ukirejea nyuma nilivyosema, nilikuwa maswali yangu namba moja ni kuuliza, mwalimu Fadlu anatosha kuifundisha Simba Sports? Na majibu yakawa ya kusuasua, ambao waliosema hatoshi, ambao waliosema anatosha. Tunaona nini anafanya kwa mwalimu mgeni katika timu yake. Tunaona maingizo ya wachezaji ambao walioingizwa ndani ya Simba Sports, kiasi gani ambao walikuwa wanatamani kuivaa jezi ya Simba Sports na kuwa na matamanio na uchu wa kupata mafanikio. Simba Sports ni namba 4 Afrika, sio tu namba 4. Hii struggling yake ndani ya miaka 8 hadi kufikia ilipofikia ni kuonyesha Simba ilikuwa ina uchu kiasi gani ya kufikia matamanio ya Mo Dewji ambaye aliyazungumza before kusema kwamba anahitaji Simba nione imefika finali na kuchukua kabisa. Hizi zinaweza kama ni ndoto za Alinacha, lakini ukitengeneza structure nzuri ambayo inaweza kupelekea kupata wachezaji wazuri, kupata watu wazuri, viongozi wazuri na kadhalika, hiyo unaweza kumaintain kutengeneza timu yako. Mathalani naiona Young Africa, engineer ameingia, ameifanya timu imekaa sawa, imeweza kuglow. Kila kitu kinahitaji project nzuri na kuwa na vitendea kazi vya kutosha. Fadlu ana vitendea kazi vya kutosha, ila bado vinahitaji ongezeko la vitendea kazi aweze kuwafikisha nchi ya hadi. Yes. Nakushukuru sana Saidi, namna ambavyo umezungumza kwa fact zaidi katika mchezo huo, lakini pia umeonyesha maeneo ambayo Simba wanapaswa kuongeza nguvu zaidi ili kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo huo. Tunakushukuru sana Saidi. Asante sana. Walikuwa ni Saidi Champion, tumezungumza mengi sana katika mchezo wa nusu finali, na Simba wana kazi kubwa sana ya kufanya katika mchezo huo. Langu jina Mohamed Defense, na nyuma kamera alisimama Doso Tonatus.